roho na tukaona silaha moja ni ya imani, na leo nataka niongelee jambo la imani, kwa maana imani inahitajika sana kwa kila Mkristo. Imani ndani ya Mungu. Unastahili kuwa na imani ndani ya Mungu, ndio Mungu aweze kukutana na mahitaji ambayo unayapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunakuja kwa nyumba ya Mungu, nilikuwa nimetangulia nikasema ya kwamba tunakuja kwa Mungu tukitarajia. Kwa hivyo najua wakati umetoka asubuhi, una matarajio ya kuja kumwabudu Mungu. Na ukishamwabudu na msifu umesikia neno, kuna matarajio natarajia huyu Mungu. Na najua kwamba Mungu atakutana na hitaji lako. Kwa maana Mungu anakuwa tayari kutufanyia, na hakuna jambo lisilowezekana kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuingie katika andiko letu ambao ni Mathayo 14 mstari wa 23. Kutoka mstari wa 23. Nitasoma neno. Mara Yesu akawaambia wanafunzi wake waingie kwenye mashua watangulie kwenda ng'ando ya bahari. Wakati yeye alikuwa akiwaaga makutano. Baada ya kuwaaga, akaenda zake mlimani peke yake kuomba. Jioni ilipofika, Yesu alikuwa huko peke yake. Wakati huo mashua ilikuwa mbali kutoka nchi kavu, ikisukwa na mawimbi, kwa sababu upepo ulikuwa wabisho. Wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea wanafunzi wake akiwa anatembea juu ya maji. Wanafunzi wake walipomwona akitembea juu ya maji, waliingiwa na hofu, wakasema ni mzimu. Wakapiga yowe kwa kuogopa. Lakini mara Yesu akasema nao, akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu, Bwana, ikiwa ni wewe, niambie nije kwako nikitembea juu ya maji. Yesu akamwambia, njoo. Basi Petro akatoka kwenye chombo, akatembea juu ya maji kuelekea Yesu. Lakini alipoona upepo mkali aliingiwa na hofu. Yeye akaanza kuzama, huku akipiga kelele, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake na kumshika, akamwambia, wewe mwenye imani haba, kwa nini unaona shaka? Nao walipoingia ndani ya mashua, upepo ukakoma. Ndipo wote waliokuwa ndani ya ile mashua wakamwabudu wakisema, hakika wewe ndiwe mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumelisoma andiko ambalo nalijua, lakini leo ningependa lituzungumzie, iweze kuzungumzia hali yetu ya imani, kwa sababu Biblia inatuambia bila imani hauwezi kumpendeza Mungu. Mungu anapendezwa na aliye na imani. Na jambo moja Mungu angependa kupendezwa nalo ni kwamba ni uamini ya kwamba yeye yupo. Wanayemwendea Mungu na kile chochote ambacho anahitaji kutoka kwa Mungu, ni mpaka uamini ya kwamba Mungu yupo. Na yeye ndiye anapatia thawabu wale ambao wanamtafuta kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu tunafaa kumtafuta kwa bidii. Mwanadamu ako na bidii katika mambo yaliyo na hapa duniani. Lakini jambo moja limepungua, ni kwamba bidii yetu kwa kumtafuta Mungu inakuwa imepungua. Na Mungu anasema anayenijia lazima aamini ya kwamba mimi niko. Na mimi ndio ninawapatia thawabu wale wanaonitafuta kwa bidii. Kwa hivyo unafaa kumtafuta kwa bidii ili ya kwamba aweze kuja katika hali ambayo unamtarajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma juu ya wanafunzi wake Yesu. Yesu akawaambia vukeni ng'ambo ile, na Yesu akaenda kuomba. Na tunaona ya kwamba wakiwa kule baharini kukaweza kuwa na mawimbi, na wakawa wanaenda kuangamia. Ikawa ni wakati wa zamu ya 4 ya usiku. Zamu ya 4 ya usiku, najua wale wanajua mambo ya zamu. Kuna zamu za kuomba. Ni vizuri hata wewe ujue mambo ya zamu ya kuomba. Kuna kuwa na zamu za kuomba, wala wameshaenda mahali maombi inapangwa. Kuna zamu hata kuanzia usiku unakuwa na zamu hatua. Umesikia zamu ya 4, wengine wanashangaa zamu ya 4 ni gani? Usiku unakuwa umegawanywa. Usikuwe wa kulala tu kama ungependa Mungu aingilie katika hali ambayo unapitia. Bwana Yesu asifiwe. Zamu ya kwanza sijui saa 3, saa 6,
saa 6 mpaka saa 9, kutoka saa 9 mpaka asubuhi. Leo unaweza zamu gani? Ni zamu gani unaweza? Kwa maana vizuri ujipatie nafasi na wewe kuwa na zamu yako ya maombi ikiwa unataka kumshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapata unaona ya kwamba Yesu aliwaacha akaenda kuomba. Na wakati aliporudi alipata wana mawimbi yanapeleka huku na huku. Na wakati walipotazama wakaona Yesu anatembea juu ya maji. Na wakashangaa wakasema, "Hii ni ghost." Lakini Yesu akamwambia, "Msiogope, ni mimi." Petro alimwambia, "Ikiwa ni wewe Bwana, niambie nije." Na wakati alimwambia aliambiwa kuja, akaweza kutembea. Na Biblia inasema kwamba aliweza kupiga hatua akatembea juu ya maji. Lakini mara moja akaanza kutazama mawimbi. Na alipotazama mawimbi akasikia kuogopa. Na wakati aliogopa, hofu ikamuingia, akaanza kuzama. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alienda akamshika akamwambia, "Simama, kwa sababu imani yake ndio ilipunguka." Alikuwa ametazama Yesu, lakini hakufaa kuangalia tena mawimbi ya vile yako makali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo tutapitia katika maisha haya, mawimbi yatakuja yakitakugarikisha wewe, ikuangushe, lakini hautaikani kukubali. Kama wewe ni mwana wa Mungu, usikubali hiyo hofu ikuingie. Usiingishe shaka katika mambo ambayo wewe unapitia. Kwa maana shaka na hofu ni milango moja inafunguka, ndio shetani aingie ndani ya moyo wako uweze kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hebu nikuambie, wakati hofu na shaka imeingia ndani ya moyo wako, hiyo ni mlango umefunguka na imani nayo inatoweka. Najua imani ikitoweka ndani ya Mungu, imani yako ikitoweka ndani ya Mungu, utaenda kushindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba tunastahili kuwa na imani, kwa maana imani ndio itakuwezesha kuyashinda yale mambo ambayo unakumbana nayo. Kwa maana sasa sisi tukiwa hapa duniani tuko kama zile meli ambayo inaingia kwa msukasuko. Huenda si msukasuko wa maji, lakini kule maishani unapata ya kwamba kuna mambo yamekupeleka huko na huko mpaka ya kwamba unahitaji imani yako, na usikuwe na shaka, uwe na imani ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyetuita ako na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hebu tulizane, imani ni nini? Imani ndani ya Mungu ni nini? Wakati umeamini Mungu yupo na ndiye anapea watu thawabu wanaomtafuta, imani ni nini? Imani, mpendwa, ni kuwa na uhakika ya kwamba kile unatumaini kwa Mungu, kile unatarajia kwa Mungu. Imani kuamini ya kwamba it is being sure, una uhakika kile unahitaji kwa Mungu kiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni udhahiri, ni kama ya kwamba ni udhahiri ya kwamba hiyo unahitaji ni kama unaona kiko. Kwa hivyo imani ni kuwa kuwa na hakika ya kile unatarajia, na ni kuwa na udhahiri ya kwamba kile unahitaji kutoka kwa Mungu kiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliyetuita sisi sote tunafaa kuwa watu ambao wanaamini Mungu. Katika hali yako ambayo unapitia, wewe uamini Mungu ya kwamba Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana kutoka pale mwanzo ukisoma Wahibrania, tusome Wahibrania 11 mstari wa 3, uone ndio ufahamu ya kwamba Mungu aliyetuita ni Mungu wa imani. 11 mstari wa 3, Biblia inasema kwamba kwa imani tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Vitu vyote vinavyoonekana havikuumbwa kutoka kwa vitu vinavyoonekana. Bwana asifiwe. Kwa imani tunafahamu ya kwamba Mungu aliumba ulimwengu kupitia kwa neno lake la kusema. Hizi zote tunaona duniani, kile chote aliumba hakikuumbwa kwa vitu vilikuwa zinaonekana,
Kiliumbwa kwa kitu akikuwa mahali pale. Yeye alisema neno na kukatokea. Mbingu na nchi zikatokea. Kwa neno lake hiyo ikatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe Mungu anakuuliza asubuhi ya leo ya kwamba ujue ya kwamba alikuita kwa imani. Mungu wetu amekuokoa kwa imani. Ndio umeokoka, si tumeokoka. Amekuokoa kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliyekuokoa alikuja kwako. Unajua hapa ulimwenguni tuko kwa ulimwengu ambao unaonekana una mambo yake, una masumbuko ambayo tunapitia hapa ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha nitaanza kwa Abrahamu, baba wetu wa imani. Abrahamu aliitwa na Mungu. Na ikiwa unataka kushinda, hebu tazama mifano ya imani ambayo Mungu ameshatupatia. Abrahamu akaitwa na Mungu. Aliambiwa namna gani? Akaambiwa, wacha nchi yako. Wacha watu wenu. Wacha watu wa familia yako. Na uende mpaka nchi nitakao kuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu alifanya hiyo, na wakati alifanya hiyo, wakati aliamini Mungu, Mungu akamhesabu ya kwamba yeye ni mwenye haki. He was credited with righteousness. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata na sisi tuliko kwa ile njia tu. Usidhani ni njia tofauti. Mungu anafanya kazi kwa ile njia kutoka zamani. Mungu wetu akamwita Ibrahimu na akamwambia nitakubariki. Na nitakubariki, hata watao kubariki nitawabariki. Na Mungu akasema nitabariki hata mataifa kupitia kwako yatabarikiwa kutoka kwako Ibrahimu. Na Ibrahimu akaweza kubarikiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamhesabu ni mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasi tuliko katika nchi. Najua hii dunia ni nchi nyingine. Hapa dunia hii inamtawala, anatawala huku. Najua shetani hakubishana. Wakati alipeleka Yesu mlimani akamwambia ufalme wote wa ulimwengu umepewa, ujue huu ulimwengu unaona na tawala. Yesu hakukataa. Lakini alimwambia imeandikwa. Aligeuza lile jambo ya kwamba imeandikwa ndio ni kwako lakini imeandikwa, na akamshinda kwa kusema imeandikwa. Kwa hivyo alishindwa katika ile neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia hii, kwa hivyo hata na wewe na mimi, sijui kama wakati tuliolewa na Kristo tulikuwa bali kuacha nchi yetu, kuacha dunia ambayo ni ya dhambi, uacha watu wa dunia. Watu wa dunia nao wanafuata mambo ya dunia, wanataka kufuata mambo ya dunia, na pia akasema uache hata watu wenu. Watu wenu pia kuna wengine hawataki mambo ya Mungu. Desturi zao na mila zao hazitaki mambo ya Mungu. Na wakati umeokoka hutaendelea kufuatana na watu wenu. Kama walikuwa wanaenda kwa zile njia ambazo hamsimtukuzi Mungu, haufai kufuatana na watu wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umeokoka. Kwa hivyo utazama ya kwamba utaacha nchi yako. Uache watu wa nchi hiyo, na uache hata watu wenu ambao hawafanyi mambo ya kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Abrahamu akahesabiwa haki na Mungu. Akawekewa haki na Mungu. Akaunti yake ile ya kiroho huko ikawekwa tiki ya kwamba yeye ni mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi tulifanyika wenye haki namna gani? Tulifanyika wenye haki wakati tulikubali kumfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati uliokoka ulifaa pia kuacha nchi yenu, uache watu wa nchi ile, uache hata watu wa familia yako, ufuate Yesu, uweze kuhesabika mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ni Mungu anamaanisha, na Mungu wetu ni Mungu kwa hakika yupo. Ikiwa takuwa na imani ni mpaka uamini ya kwamba Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hata nikawa nikipata hiyo funuo ya kwamba kuna mahali alikuwa anaitwa Filipo. Ukisoma John 14:8-10, kuna mahali Filipo alimwambia Yesu ya kwamba awaonyeshe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuuliza ya kwamba kwani wewe huamini ya kwamba mimi niko ndani ya Mungu na Mungu wako ndani yangu? Wakati umeniona wewe umemwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hatufai kuuliza kumuona Mungu. Mungu ni roho. Na huwezi kumuona Mungu. Mungu huwezi kumuona roho. Ambaye ameshamuona Mungu ni mmoja tu peke yake, ni Yesu aliyekuume kwa Baba. Hata wakati mmoja Musa akatamani kumuona Mungu, lakini hakumuona Mungu.
Aliuliza sana aweze kumuona Mungu, lakini yeye aliona tu ile udhihirisho. Ni manifestation tu aliona. Amepita tu ameona, lakini hakuona Mungu anakaa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu tunamjua kwa sababu ya imani. Kupitia kwa imani ndipo tunavyoweza kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu anahitaji wewe kuwe na imani ndani yake. Na uamini ya kwamba yeye Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu haulizi jambo kubwa ambalo haliwezekani. Unajua kitu kimoja, God is not complicated. Mungu hako na ugumu kumjua. Tunaweza kumjua kwa urahisi. Mungu wetu yeye ni Mungu, unaweza kumuelewa kwa sababu anaitisha jambo kidogo kwa mwanadamu. Lakini mwanadamu anaona tu kama akisha fanya kile Mungu anasema kama anapoteza. Lakini nakwambia hawezi kupoteza. Mungu anauliza tu imani yako. Imani peke yake. And anybody can afford faith. Na vitu za ulimwengu wa kiroho zinanunua kwa imani. Ukiwa na imani unaweza pata kile Mungu ambacho ameahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anauliza jambo kidogo na sisi tunaona kama ni jambo kubwa ameuliza. Anauliza tu kama jambo kidogo ili waone kama utaweza kurudisha utukufu kwake. Anauliza aone tu kama ni una utiifu. Kwa maana haulizi kitu mtu yote hawezi kupata. Mungu angesema wale wanakuja kwangu wewe na pesa kiasi, watu wangekuwa na umu kwenda kwake. Lakini leo Mungu anauliza tu imani yako. Ile unaweza kuamka tu kuwe naye na ukuje hapa ukitarajia kutoka kwake. God is not asking ile kitu hawezi kuwa nacho. Lakini mwanadamu amekuwa akijikosea kwa sababu anaambiwa na Mungu. Mungu amemwekea mambo mazuri. Amweka mambo ambayo wewe unahitaji. Na anakuuliza tu fanya hivi usifanye hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tazama wazazi wetu wa kwanza pale shambani mwa Edeni, wamewekewa kila kitu. Hawajaambiwa watasubuka, hawasubuki wakiwa kule katika bustani, hawageshubuka. Mungu alikuwa ameandaa mambo hiyo yote kabisa. Unajua wanadamu wanakuwa na maswali mingi, ingekuwa namna gani, ingekuwa namna. Mungu alikuwa amepanga hiyo mambo, amekamilisha. Mwanadamu ndiye aliharibu mpango, kwa maana alikuwa ameambiwa mahitaji yako yote iko hapa, ila tu usiguse hii. Bwana asifiwe sana. Na wakati mwanadamu aligusa ile tunda ambalo alikuwa ameambiwa asiguze, ile mti akakula kwa ule mti alikuwa amekatazwa na Mungu, shida ikakuja, kifo kikakuja, uovu wote ukakuja, kwa maana yeye hakutii jambo kidogo ya Mungu. Angeishi kwa sababu ya kile Mungu alikuwa amepeana, na Mungu alikuwa amepanga ya kwamba atakaa na Hawa, hata atakaa kukaa na yeye. Mungu alikuwa amepanga tukae na yeye. Hiyo ndio mpango yake ya kwanza. Na alikuwa anawatembelea jioni, na walikuwa anawatembelea, lakini baada ya kula kwa mti ambao walikuwa wamekatazwa, kutoka wakati huo mambo yamebadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu mwenyewe sasa akaweza kupanga mpango wa kuturejesha kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua huyu Yesu, tunaongea juu ya Yesu, watu wanajiuliza, tunaongea juu ya Yesu kwa sababu Mungu, Yesu tu ndiye aliturudisha kwa Mungu. Hakuna mwingine aliturudisha kwa Mungu. Kwa maana Yesu ndiye alikuja akakubali kufa kwa sababu ya dhambi zetu. Na wewe tu wakati unakuja kwa wokovu, unastahili tu kuamini ya kwamba Yesu alikuja akakufa kwa sababu ya dhambi zako, akafufuka. Ukiamini hiyo, unakuwa na tumaini ya uzima. Yaani Yesu amekuja kwa ulimwengu huu, na amekuja kutoka kwa ile nchi huko. Utoke kwa ile nchi na anakuelekeza. Ni kama mtu anaenda mahali unateseka na kuja tu mahali pale, alafu anatembea na wewe katika safari. Hiyo ndio jambo Mungu ametuita. Unajua Mungu amekuita wewe ili akakutoa kwa ufalme wa shetani, ufalme wa dunia, akakuleta kwa ufalme wake, na wewe uko kwa ufalme wake sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikiwa uko kwa ufalme wa Mungu, unaweza pia kuita wengine kwa ule ufalme. Na ndio tunaulizwa, kuna kazi nyingi ya kufanya kwa sababu ya Mungu. Unastahili ufanye kazi sehemu ambayo Mungu amekuita. Unajua kanisa kama hili, kila mmoja kuna kazi yake ya kufanya. Na sasa hivi unafanya hiyo kazi. Ni kama umekuja hapa ndio ugundue sehemu yako ya kazi ya Mungu ni gani. Mungu ambaye aliingia pale akatoka na wewe
akakuleta kwa wokovu, na wewe ajabu anakuuliza ni ya kwamba tu ukimwendea mwenzako unaweza pia kutoka naye pale mahali pale. Unajua dunia hii tangu dhambi iingie, watu wanateseka na wanataka mtu mmoja, as my brother was saying in the Bible study, wanataka mtu mmoja akubali kwenda na huyo mtu uende tu mahali nateseka, umpatie hii mambo. Ni habari njema na iko pale kwa kila mtu, haina gharama, ni kupeana habari njema, kazi iliyokamilika msalabani. Wewe tu ukubali tu kutumika, ya kwamba utamweleza mwenzako, umwambie huku kuna giza, kuna ufalme ambao Mungu ametuahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo letu ni kidogo, kile Mungu anakuuliza ni kidogo, ni kukutesti na kutesti tu. Unimagine Mungu anakupatia kile chote, anakupatia alafu anakuambia nirudishie. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa nyingine hata sisi wa Kristo huwa tunakaa kama wale mtoto anaweza kulia peremende, mnunulie na gunia alafu muambie kamoja, just one, nipatie kamoja, alete shida sana. Na wewe unanunua gunia mzima na kamoja na atakurudishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tena akurudishie kwa sababu hata una haja nayo. Sasa umenunulia gunia, una haja na moja, si unaweza kwenda kujinunulia na wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kujaribu na jaribu aone kama utakatalia kumpatia hii peremende, utampatia ama utakatalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni kutujaribu na tujaribu. Ni kujaribu aone kama utatii. Utakubali kumfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati anakuuliza na saa hiyo nampatia, anakuuliza ndio aweze kukupatia baraka zake, ukae na baraka zake. Kwa maana ukiwa na yote na kile Mungu amekuambia umpatie, umekaa naye, umekaa na kile Mungu hataki ukue nayo. Sasa umekaa na yote, haina baraka ya Mungu, kwa maana hujatii ile aliyekupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo Mungu atusaidie kuwa na ile imani, kwa maana Mungu anauliza wewe ukuwe na imani ndio uweze kushinda mambo haya. Hata kama vita zitakuwa vikali namna gani, hata kama shetani atainuka kiwango gani, wewe unastahili tu imani ndani ya Mungu, kwa maana hakuna nguvu zimepita zile za Yesu. Ama shetani anaweza kuinuka na nguvu kuliko Mungu? Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliturejeshea nguvu na mamlaka wakati Yesu Kristo aliweza kuja na akaweza kuleta ule wokovu, akakutoa kwa ule ufalme, akakuchiba mahali ulikuwa unachibwa pale. Alikurejeshea nguvu na mamlaka, na hii nguvu na mamlaka ni ndio kuweza kujipatia kile ambacho ni cha ufalme, things of the kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Ni juu yako na mimi uamini Mungu wako, uamini ya kwamba kile ambacho amekuahidi kiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sehemu kidogo Mungu, kuna jambo moja Mungu aliamua ya kwamba hatafanya jambo lote kwa mwanadamu awe ni kama yeye anamtafuta. Atakuwa na mahali amebakisha, atabakisha mahali yako mwenyewe ndio uweze kuja kuokolewa na Mungu. Kuna jambo anataka uchukue, hatua tu ya imani ya kuamini. Na kama vile nitakuja kusema kwamba usiigize uoga na shaka, kwa maana ukiigiza hiyo hofu inaingia ndani ya moyo wako, imani imefunguliwa, imeshaenda. Hauna imani, utapatikana hauna imani wakati unahitaji ile imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Imagine mtu kama anaweza kuwa na kuna wakati watu kule kama hospitali wanakosa damu. Kuna wakati watu wanakosa damu na kunaelezwa watu ambao wanaweza kupeana damu waweze kuja. Unajua watu wanaweza kuleta damu na walete yote ile ambayo inahitajika. Lakini yule mwenye kutibiwa akisema sitaki kuwekwa hiyo damu, atapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatai, yaani Mungu ama madaktari wale wameona ya kwamba huyu jamaa akiongezwa hii damu ataweza kusurvive. Lakini waseme hizo damu za watu sitaki, sitaki. Mimi sitaki hizo damu, wanaletea hizo damu za watu wengine. Ule mtu atapona? Hatapona, kwa sababu alihitaji damu, hakupewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata na sisi Mungu ametuweka ulimwenguni hapa, lakini anahitaji ya kwamba imani yako ikufanyie kazi. Uone yeye, uweze kuona ya kwamba yeye ana kile unahitaji. Unajua shida moja
ambao nilikuwa naangalia hii ujumbe. Shida moja niliona na mwanadamu ni kwamba mwanadamu akifanyia jambo na Mungu, anakosa kuona Mungu, anaona mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si watu wengi wameenda wamehubiriwa na watu. Na wakishatoka mahali wanahubiriwa, badala ya kupatia Mungu utukufu, wanaongea juu ya wale waliowahubiria. Wanaongea juu ya sijui nabii fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akifungua mdomo wake, utatafuta neno la kumtukuza Mungu ulikosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe unaona ile kiumbe cha Mungu kimefanya kazi ya Mungu amekipatia, unakosa kuona Mungu ambaye aliweza kupatia ile neno umeletewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi siko mkuu sana kwa sababu naongea hili neno. Si mimi ni kiumbe ya Mungu tu. Ukitoka hapa, hata nikihubiri ujumbe mzuri namna gani, utaenda ukisema uwe pastor kwa hivi, ukiulizwa na watu ni pastor wetu John wapeleka pastor wetu, ako na nini pastor wetu? Hakuna kitu ako nacho. Yeye ni kiumbe cha Mungu. Yeye anapeana habari ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hata ukifanywa muujiza gani, ondoa neno na ule ametenda muujiza huo. Yeye hajatenda muujiza. Muujiza aliyetenda ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ni Mungu anatenda. Mungu ndiye anatenda. Na hiyo iko karibu kila mahali. Unapata kuona kwamba mtu ameenda mahali, ametendewa muujiza, lakini akirudi anaongea tu mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mahali ulimwengu ulipoteza kutoka pale mwanzo. Pale shambani mwa Edeni, Mungu amemuumba mwanadamu. Amemweka shambani. Ameumba kila kitu, ametengeneza shamba liko mahali pale. Lakini badala mtu kusikia Mungu, aliweza kusikia kiumbe. Ama ujui shetani ni kiumbe ya Mungu. Aliumbwa na Mungu. Tunafaa kusikiza vile Mungu anasema, si vile kiumbe kinasema. Hii ni kiumbe cha Mungu kimesema. Shetani aliumbwa na Mungu. Kwa hivyo hakuwa na ile nguvu ya uumbaji. Na kutoka uumbaji wakati ulitengenezwa, yeye hajaendelea na kazi ya uumbaji. Shetani kazi ile anabakishiwa ni kuharibu kazi ya Mungu, ni kuinukia kazi ya Mungu na kuharibu kazi ya Mungu. Lakini wewe kwa ufalme wa Mungu una manufaa sana. Wewe Mungu ameweka nguvu ndani ya mdomo wako ya kwamba unaweza kusema ni kuwe hiki na kiweze kukua. Unaweza kufanyisha imani yako kazi, uamini ya kwamba kile ninahitaji ni hiki na kiweze kupatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua tuko hapa na tumekuja. Wakati tunakuja kwa nyumba ya Mungu, tunaenda kwa nyumba ya Mungu tukiwa na matarajio. Yaani kile unatarajia kwa Mungu na kuambia kiko, lakini lazima uamini ya kwamba Mungu yupo na ndiye anawapea thawabu wanaomtafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Na imani ni kuamini ya kwamba ile unatarajia iko kwa Mungu na una uhakika kama unaiona. Kwa sababu kama hutaiona kabla ionekane, hebu nikwambie hautaipata. Vitu vyote ziko katika ulimwengu wa kiroho na zinatoka ulimwengu wa kiroho inakuja kudhihirika. Ni mpaka kwanza uione katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati Yesu aliweza kukubali kufanyika mwanadamu, alikuja duniani na akawa yeye ni Mungu. Kwa maana Mungu anajidhihirisha kwa nafsi tatu kutoka mwanzo, na hiyo ndio njia ya Mungu ya kujidhihirisha kwa mwanadamu, kwa nafsi tatu: Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wakati tunapomtazama Yesu, wakati Yesu alikuwa anaenda mahali yako, wale waliweza kumuona, walikuwa wanaona Mungu, kwa maana Mungu wako ndani yake. Hakuwa mwanadamu kama vile watu walimuona Yesu kama mwanadamu. Yeye alikuwa ndani yake, haukemuona, ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haijabadilika. Hata siku ya leo, wewe ambao umeokoka, umefanyika mwana wa Mungu. Ukifanyika mwana wa Mungu, Mungu anaishi ndani yako. Mungu na Yesu wako ndiye amekuokoa, na roho wa Mungu anafanya kazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wewe unaweza kuwa na nguvu ya kusema hiki kiweko na kiweze kuwako. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo gani unatarajia kwa Mungu? Kiko. It is there. Ni wewe uamini
kiko, na mwenye kupeana thawabu ni Mungu anapeana thawabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu zile vitu tunazohitaji anasema kwanza usione katika ulimwengu wa kiroho ndio ziweze kudhihirika katika ulimwengu unaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kila mmoja na matarajio yake. Vile tumeketi hapa una matarajio. Kuna wibi fulani katika maisha yako ungependa Mungu aingililie. Lakini nataka nikuambia kwamba ndio Mungu aweze kuingilia inahitajika ukuwe na imani. Kwa maana kile unapewa kiko na mpinzani. Kiko na ule anapinga, usikuwe nacho. Na huyo mwovu ama shetani hataki upate ile kitu. Lakini wewe ni kusimama, utasimama useme ya kwamba naamini Mungu ako nacho na naamini nitakipata. Na ukishakiri na imani yako namna hiyo utaweza kujipatia kile ambacho unahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu ameshafanya kazi yake. Kazi iliyobaki ni yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndugu yetu alipokuwa anashiriki alisema kwamba tuwe na huzuni ya kazi. Na wakati umekuwa na huzuni ya kazi, unapokuwa na huzuni ya kazi, haujaambiwa ukae na huzuni ya kazi ya Mungu. Unaambiwa uinuke, ufanye kazi ambayo wewe umeona mbele. Hiyo kazi ya Mungu umeona uitukue. Na wakati unapofanya ile kazi, hapo ndio macho yako yataendelea kufunguka. Yaendelee kuona kile unahitaji katika ufalme wa Mungu. Na Mungu aweze kudhihirisha kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anangojea. Hebu nikwambie Mungu anangojea uchukue na